kesi 417 zilifutwa kati ya kesi 419. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chadema yeye mwenyewe alikiri kwamba alikuwa na kesi 6 za kwake binafsi, zote zilifutwa pasipo masharti yoyote. Hivi demokrasia ni nini? Mimi baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 mimi nilikimbia nchi. Mjumbe wa kamati kuu wa Chadema Andrew Lema alikimbia nchi. Mwenyekiti wao Lissu alikimbia kaenda Belgium. Mheshimiwa mwenyekiti, uliruhusu turudi nchi hii, ukatufutia kesi, tukarudi bila masharti. Hivi demokrasia ni nini? Mheshimiwa mwenyekiti, ndio maana narudia kwamba mimi nimekuja hapa kusema story ya upande wa pili ili kuzuia propaganda hii ya upande mmoja. Mheshimiwa mwenyekiti, ukaunda kitu kinaitwa task force iliyoongozwa na Profesa Mkandala, task force. Sisi kwenye task force tukapeleka mambo tuliyokuwa nataka kwenye kurekebisha sheria, ibara kadhaa kwenye sheria ya uchaguzi. Sisi tulitaka wakurugenzi wa halmashauri wasisimamie kura uchaguzi katika majimbo yote. Hiyo ilienda ikaondolewa. Tulikuwa nataka hiyo. Sisi tulikuwa tunataka mtu atakiwa mgombea peke yake asipite bila kupingwa, apigiwe kura. Hiyo ilibadilishwa. Lakini sisi bado tukakataa uchaguzi. Sasa kuna hii propaganda inasema upande mmoja kwamba serikali ndio imezuia chama changu cha zamani Chadema kushiriki uchaguzi. Mimi nimekuja Zanzibar kuelezeni ukweli niliousema kwenye mikoa yote, kwenye ziara tulikopita, na nyinyi Wazanzibari mna wajibu na mna haki ya kujua ukweli kwa nini sisi tulikimbia uchaguzi. CCM iko hivi, sisi tulikaa kwenye chama. Mimi ni mjumbe wa kamati kuu wa zaidi ya miaka 15. Tulikaa tukaangalia hali ilivyo. Hatukuwa na maandalizi hata kidogo. Hatukuwa na fedha iliyotunza popote uchaguzi, hata shilingi milioni 20 tu hatukuwa nayo. Mgombea wetu urais hakuwa na uwezo hata kutafuta milioni 100 ya uchaguzi. Huyo aliyekuwa anatarajiwa kwamba aende agombee. Sasa kwa mazingira hayo, sisi tulikaa tukasema namna peke yake ya kuzuia hii aibu, sisi tuseme tunataka no reforms no election. Hakuna mtu aliyetuzuia uchaguzi. Tulikataa sisi wenyewe. Tuliangalia hali ilikuwa ni ngumu, kwa sisi tulijitoa wenyewe. Na ndio maana Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilituandikia barua ikitaka chama chetu cha zamani kiende kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi wakasign fomu ya maadili, kwa sababu uchaguzi ni swala la kisheria. Ina sheria inayoongoza watu waende wasign fomu ya maadili. Sisi tulikataa. Katibu mkuu wetu wa zamani kwenye hicho chama John Mnyika wakashauriana na baadhi ya wajumbe wa kamati kuu wakasema wewe usiende. Hatukuzuiwa na mtu yote. Kwa Chadema kutoshiriki uchaguzi, hakuna mtu, hakuna serikali, hakuna taasisi iliyowazuia. Walikubaliana wenyewe na wakapeleka kwenye vikao vya chama mpaka kwenye mkutano mkuu tarehe 21 Januari mwaka 2025 Mlimani City, Dar es Salaam, na tukajitoa rasmi kwenye uchaguzi. CCM oyee! Kwa hiyo mtu asije akadanganya. Na mwisho nawaambieni ndugu zangu na Watanzania mnaonisikiliza, hakuna nchi hata moja duniani yenye mfumo wa uchaguzi ambao ni waterproof. Haipo. Leo Marekani, na huu ndio ukweli, uchaguzi ulifanyika mwaka 2020. Mpaka leo yupo mtu Marekani anaamini aliibiwa uchaguzi 2020. Mpaka leo wanaamini kwamba waliibiwa uchaguzi. And that is America. Na katiba yao yote. Kwa hakuna nchi hata moja yenye mfumo wa uchaguzi ambao ni watertight. Haipo. Lakini matatizo hata kama yapo, si tunakaa tunazungumza. Kukimbia uchaguzi sio suluhisho ya changamoto tulizonazo hapa. Alafu watu wanakimbia uchaguzi, mara wanaandika barua sijui mara wapeleke sijui nchi gani, wapeleke nchi gani. Hii Tanzania ni nchi huru, nchi inayojitegemea.
matatizo yetu tunasuluhisha hapa hapa, hakuna kukimbia. CCM hakuna, tafuteni literature review. Hakuna nchi yoyote duniani, hakuna chama chochote kiliwahi kukimbia uchaguzi alafu akapata mafanikio huko mbele. Hakuna. Na mimi watu wa Chadema, kama mnanisikiliza, ambao wale wachache waliobaki hapa Zanzibar, iko hivi: mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya fedha ya hicho chama cha zamani. Mimi nilikuwa natafutiaga pesa kwa hicho chama cha zamani. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya kununua majengo. Tulipopata ruzuku nilitenga fedha kuja kununua jengo na Zanzibar, badala ya kununua ile Mikocheni. Nikaja hapa Zanzibar nikasurvey, nikapata jengo, tukakubaliana bei, nikarudi kule sasa nitoe pesa nije nilipe hapa. Wao walikataa. Manake ni chama chenye kiburi, chama kinachodharau upande wa Zanzibar, wanaona haina nguvu. Kwa chama peke yake nchi inayoheshimu Zanzibar na bara ni Chama cha Mapinduzi peke yake, na ndio ina nguvu hiyo. Upande wa bara na upande wa visiwani hapa ni Chama cha Mapinduzi peke yake. Kwa mimi ninapomalizia, mheshimiwa mwenyekiti, iko hivi: wewe ukiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, chama kikubwa, wazungu wanasema you are the backstop. Malalamiko yote yanaishia kwako wewe, kwa niaba ya wana CCM wote na kwa niaba ya Tanzania wote. Ulipoleta uwekezaji mkubwa kwenye bandari kule Dar es Salaam, iko chama changu walidiriki mpaka kusema kwamba wewe unapeleka uwekezaji Dar es Salaam kwa sababu wewe ni Mzanzibari, ambao ni ubaguzi. Sasa leo bandari ya Dar es Salaam ina tija kubwa hapa East Africa, ina efficiency. Tuna mizigo mingi kuliko Mombasa kwa sababu ya uthubutu. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, hapa unaenda kushinda. Wali wa kushiba huonekana kwenye sania, si ndio? Ken Walibora alisema siku njema huonekana tangu asubuhi. Mheshimiwa mwenyekiti, hii ni siku njema, inaonekana kote tulikopita. Siku njema inaonekana toka asubuhi. Kwa heshima kubwa na taadhima, mimi nimetoka kule bara, naleta ushuhuda kwamba kazi kubwa ndani ya miaka 4 imefanyika huko bara. Na hata Zanzibar leo tunapita hapa, Msigu wa rafiki yangu ananiambia hivi, hii ndio ile Zanzibar tukaona kujenga vikao miaka 6 iliyopita, mbona kama anataka kupotea? Kwa ni kwamba kazi kubwa amefanya rais wa Zanzibar, kazi kubwa amefanya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Twendeni tukapige kura ya kuendeleza haya maendeleo. Sasa wangapi wanampa Dr. Hussein Mwinyi kura? Kura za Mheshimiwa Dr. Samia, kura za wabunge wa CCM. Asanteni sana, Mungu awabariki.